Tuko hapa leo kwa ajili ya kufanya mafunzo kwa ajili ya wanafunzi wa Kawa Training Center ambao wao ni miongoni mwa wadau wa masuala ya utalii. Kama tunavyojua Mji Mkongwe kuwa ni kitovu cha utalii, kwa hiyo iko haja ya hawa vijana wetu kuwapatia mafunzo ya masuala mbalimbali yanayohusiana na uhifadhi wa Mji Mkongwe na masuala ya utalii kwa ujumla. Kwa sababu ndani ya Mji Mkongwe kuna masuala mbalimbali ambayo watajifunza, ambayo yatawasaidia katika shughuli zao za kitalii, ikiwemo kufahamu masuala ya uhifadhi, mbinu bora hizo za uhifadhi, masuala ya ukarabati wa haya majengo ya kale, lakini vigezo mbalimbali ambavyo vinapatikana ndani ya Mji Mkongwe ambavyo vilivyotumiwa na UNESCO kuweza kuingiza katika miji ya orodha wa kimataifa. Kwa hiyo tunatoa mafunzo haya kwa wanafunzi katika kuhakikisha kwamba tunarithisha hii elimu kwa hivi vizazi vyetu, kwa sababu tunaamini na wao watakuwa ni mabalozi wazuri wa baadaye wakuja kuwaelimisha vijana wetu ambao watakuja baadaye, na hili litatusaidia kuhakikisha kuwa masuala ya uhifadhi wa Mji Mkongwe yataendelea kuwa endelevu kwa kurithisha kizazi baada ya kizazi. Na mafunzo haya tunayatoa katika mamlaka ya Mji Mkongwe kwa wadau mbalimbali, wakiwemo hawa wadau wa masuala ya utalii, lakini wakiwemo wakazi wa Mji Mkongwe, wakiwemo watumiaji wa Mji Mkongwe na watu wengine kwa ujumla, wakiwemo wanafunzi. Mara nyingi mafunzo yetu yanajikita kutoa wanafunzi ambao watafanya kazi ya utalii hapa Zanzibar, na kila mwaka takriban wanafunzi 50 mpaka 55 ambao wanamaliza kikamilifu masomo yao ya utalii na kupatiwa ajira. Baadhi kama vile tour guides wanajiajiri wengi wao ni freelancers, na wengine wanachukuliwa katika makampuni, lakini hawa wanaojifunza hospitality wengi wao wanachukuliwa katika mahoteli. Na lengo letu kubwa hapa ni kufanya 50-50, yani wanawake idadi sawa na wanaume. Leo hii tumeamua makumbusho kama makumbusho tuje katika kituo hichi cha Kawa Center kwa ajili ya kuwapa elimu wanafunzi kuhusiana na umuhimu wa kuyatembelea makumbusho na maeneo mengine ya kihistoria. Na tumefanya hili baada ya kuona kwamba katika makumbusho zetu wageni ndio wanatembelea wengi zaidi, lakini namba kwa wazawa ipo chini. Kwa hiyo tukaona bora tutoke tuje tuwape elimu ya umuhimu wa kutembelea makumbusho, kwa sababu makumbusho ni sehemu ya jamii, na ndio maana wageni wanaposhuka tu lazima wajatembelee makumbusho, waone sie wenyeji tuko vipi, sie Wazanzibari sasa tukoje, utamaduni wetu, watu wetu, mambo yetu, wanatembelea pale. Lakini tukaona mbona hawa wenyeji wao kama wenyeji hawaji? Kwa hiyo tumekuja kutoa hiyo elimu kwa watu wawe na mwamko wa kutembelea makumbusho zetu. Na natoa wito kwa jamii kwamba makumbusho hizi ambazo zipo hapa Zanzibar, ikiwemo hiyo makumbusho ya makaburi ya Wafalme Forodhani, malengo yetu makubwa, yani target yetu kubwa ilikuwa ni wenyeji. Kwa hiyo wenyeji wasione tabu kututembelea, na tupo wazi siku zote kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 12 za jioni. Na serikali imeamua hasa kwa makusudi kwamba wenyeji wote wao wanachangia kiasi kidogo tu cha fedha, hawalipii kama wanapolipa wageni. Waliona kwamba na hii fursa na hawa wenyeji waipate. Nimekuja hapa Kawa kwa ajili ya kujifundisha lugha, na nimefurahi kwa kuweza kuja mwalimu kwa kuweza kutufundisha kuhusiana na Stone Town ambao mji ambao umetengenezwa kwa mawe. Kwa kweli nimejifunza vitu vingi na ambavyo nilivyokuwa sivijui, kwa sababu hata kwangu mimi itakuwa ni rahisi hata nikiweza kufanikiwa kuijua lugha vizuri na nikiweza kuwa chua guide, pia nitapata uwepesi mzuri zaidi wa kuweza kuwapeleka watalii na kuwatembeza sehemu mbalimbali. Ninashukuru kwa kuja kutupatia mafunzo haya, kwa sababu tunataka tuwe na ndoto, yani tunataka tuwe na malengo makubwa. Kama mimi nasoma English course, nikimaliza nataka niwe tour guide. Kwa hiyo nimefurahi kuja mkatupatia mafunzo hayo.